Mama, kweli hadi unataka kuchuchumaa, ina maana hujaniona. Hii sauti ya Kairini. Kairini si mama amekaa na babake huko. Na huko kafikaje? Mama, ina maana unisikii? Mke wangu, tumeenda juzi kuchukua mkopo, umeniaibisha. Sahihi tuna jina lako nashindwa kuliandika. Anko, tumeenda juzi polisi. Tumefika polisi, badala ya kutoa maelezo yanayoeleweka na ukaambiwa kusaini jina lako, unasaini vitu vya ajabu, hujui kusoma. Familia yangu wote hamjui kusoma. Kwa nini? Ni nani zaidi kati ya baba na mama zaidi? Dadangu, nina habari njema sana kwako. Kafika hapa jana mwanao Rukia. Wewe yani acha tu. Kiukweli mimi nashukuru sana kwa taarifa. Wasiwasi wangu ulikuwa ni huo tu. Ondoa wasiwasi, mtoto kapatikana, yuko mikononi mwangu, yani yuko salama kabisa. Cha msingi tu hapo ni kwamba msimruhusu aondoke, muwe naye makini sana. Na mumwekee limiti ya muda wa kuzurura. Kuhusu kuzurura, kaka yangu, yani hapa kuna sheria kali sana. Hawezi kutoka, make kwangu kuna sheria mwisho saa 12. Sawa. Kaka, mimi naona akaepo tuka mwezi kamoja nitamleta kwako mimi kama mimi. We dadangu, msimamo wangu uko pale pale tu, aishi huko huko. Aishi huko huko kwanza, ukifika muda nitakuja nimchukue, labda adabu zitamkaa vizuri. Kaka, asante kwa hilo. Msalimiepo na wifi yangu. Tuko pamoja, wasalimiepo hapo nyumbani. Takie majukumu mema na kazi njema. Haya dadangu, tuko pamoja. Haya, asante. Mungu asante. Jamani. Mke wangu, Mungu ni mwema. Taarifa zimetoka kwa wifi yako, shangazi yake na Rukia kama ulivyosikia. Kwa hiyo yale maswala sasa ya kumtafuta Rukia yameisha, mtoto kashapatikana. Kwa hiyo unavomwambia eti kama abaki huko huko, aishi huko huko, una maana gani? Akae huko kwa sababu hii yule tayari kashaharibika akili. Kwa mimi waga ninazaa uzao wangu nazalia mashangazi, si ndio? Sikia nikwambie, ukifika muda tutamfahamu. Kwa hiyo punguza pressure. Yaani nakwambia hivi, patachimbika na utanielewa tu. Sasa jibu ni hili moja. Mimi ndo mwenye kuamua akae huko au aje hapa. Mimi ndo baba mwenyewe mtoto. Na ndio tutaona sasa kwamba maamuzi yanatoka kwa mama au kwa baba. Haya, tutaona nani. Tutaona nani ni zaidi. Basi utaelewa tu. Tutaona nani ni zaidi. Heti, tena unaongea kabisa umejiachia. Na dada yako huko namsikia tu. Haya sawa kaka. Msiniambie eti. Yaani semeni kingine. Acha basi unanipigia kelele kwanza hapa. Na kupigia kelele gani? Tena ndo nataka wewe mwanamke kuwa na adabu. Oa Johnny. Hebu wasiana na Simoni basi hapo hivi twende kijiweni. Leo nina furaha sana, mwanangu Rukia kapatikana yani. Nimepigiwa simu hapa na shangazi yake, nina furaha sana yani. Usiache kumwandaa Simoni. Sawa. Wote na wapiga kahawa leo yani. Ni mwanamke tu hapa naona na mambo mengi wakati mimi na furaha zangu hapa. Wote na wapiga kahawa yani na kalanga. Mwambie kashata zijae. Yaani usijali nikwambie John, mwambie yani anza sasa hivi kwenda kwa Simoni hapo. Fanya hivyo. Na kukubali. Songesha, unakosaje salio? Basi ngoja nimpigie mwenyewe, mimi mwenyewe. Haya. Wewe mwanamke, naomba uniache. Kwanza mimi hapa nina furaha.
Nani hana furaha? Mwanangu amepatikana. Baada ya kufanya sherehe tukanunua nyama tukala huko ndani wote, unaenda kula kahawa huko. Sije kahawa ndo utashiba. Nyama ya nini? Kwenda bana kwanza na huko ndani zinafanana na kashata vile vile. Ngoja nimpigie rafiki yangu Simon hapa. Mpigie, kwani unamtisha nani? Kwani mimi sina marafiki? Kwenda huko. Nina furaha sana leo mwanangu kapatikana. Wewe acha basi, mbona unachelewa kupokea simu? Bana bwana, Greshi na wewe. Umeona miskoro yake? Kuna taarifa tu ambazo nilikuwa nimeshampatia tayari. Jiandae twende pale kijiweni. Kwenye huo mgahawa ambao kuna bendera ya Simba. Wote naenda kuwapiga kahawa, kashata, kalanga. Yaani leo ni furu sherehe, furu burudani. Aya sawa. Kwanza mimi mwenyewe natangulia kwa sasa hivi. Sawa Simon. Bageshi hakuna noma, umeshamaliza. Hebu naomba uniache kwanza. Wewe ni jumla mwanangu. Nikirudi ndo nitakupa jibu sahihi kuhusiana na nikirudi. Lakini si ameshapatikana mtoto? Mimi unaujua uchungu wewe? Mtoto ameshapatikana tayari. Maswara ya yeye kuja huku hayo ni baadaye. Mimi nikishakaa nikaona kwamba aje huku au endelee kuishi huko ni sawa. Ila kwa sasa hivi niache kwanza. Haya, nenda kwa hao mashoga zako, sio mashoga zangu, marafiki zangu. Naomba nenda sasa kwa hao marafiki zako. Na ukirudi uje na jibu la kwamba umeshamtumia nauli, kesho anafika hapa. Mimi shamaliza. Tutaona kati ya mimi na wewe nani ni zaidi. Wewe, kwenda huko nani zaidi? Nani zaidi kati ya baba na mama? Tecnologia. Mama, kweli hadi unataka kuchuchuma, ina maana hujaniona? Hii sauti ya Kairini. Kairini si mama amekaa na babake huko. Na huko kafikaje? Mama, ina maana unisikii? Tecnologia. Wewe Makairini, kinachokukimbiza ni nini? Au umeona nini huko chooni? Maajabu. Naona Kairini huyu hapa kaka. Funguka basi, una maana gani? Mbona sikuelewi? Nasikia sauti ya Kairini inaniongelesha. Alafu narudi nakuta amekaa hapa. Inawezekana vipi? Naona wewe mwanamke uzururaji unataka kukuasiri. Naona mwanangu huyu hapa amekaa chini hapa, alafu unasema kwamba umemwona huko chooni. Matabaka yamezidi ndani ya familia zetu. Mala huyu timu mama, mala huyu timu baba. Wengine wanalisi mikoba ya uchawi kutoka kwa babu. Wengine wanalisi mikoba ya uchawi kutoka kwa bibi.
mala wengine kugombania urithi, wazazi wangali hai, wengine wanavunja nazi njia panda, aonekane nani zaidi kati ya mama na watoto. Naombeni mtulie. Baba Kirini, mbona sikuelewi? Naomba. Eti wewe unamuelewa huyu? Kusimuelewa. Mtaelewa mbele. Naomba msinishike mikono. Msinishike mikono. Ngoja niwaeleweshe. Chakula pamoja tulie pamoja anko. Hebu tulie basi. Bora mnakuwa na kelele sana. Kwa sisi ambao tumepika chakula humu ndani ndio tunazuiliwa tena sasa hivi. Kelele za kura hamezimzuii nani? Tembo kunywa maji, si ndio hivi? Mimi kuna fipi chakula anko. Tulieni, yani hapa mtacheka tu mpaka mtalia. Nyie niangalie kwa. Au mnavuta bange pamoja nyie? Si waelewi. Nani bado tuone bado. Alafu na wewe focus kwenye kunyang'anya chakula. Lazima unalala njaa. Ako masiara wewe zidi sana. Naomba mtulie mnisikilize. Mimi ndo ninapaswa kuna utaratibu. Unajua hii kama movie sielewi. Yaani chakula nimekihangaikia kuna nini pika, alafu sasa hivi natolewa mikono. Inakaa kaje? Chakula unakula wewe mwenyewe. Mimi nitawachapa. Mzali kuchapa. Hii ni sheria mpya ambayo iko ndani ya hii nyumba. Kwa hiyo sasa tuambie sasa tuelewe kwamba sisi tunalala njaa au vipi? Unaweza kulala njaa? Ila wali mtamu. Nani zaidi kati ya mama na watoto? Nani zaidi kati ya baba na mama? Nani zaidi kati ya mama na watoto? Uvutaji wa bange zako huko. Tena na wewe usiongee kabisa? Yaani mimi mwenyewe niko hapa napiga jibu nipate chakula afu nasema ni sikuna hivi. Mama basi mkae mtulie. Bana wewe mimi sikuelewi baba Kirini baba. Nyie. Unachotaka kipato na wewe. Anko. Kile wali unauza shilingi ngapi? Unajua bei yake? 750 anko. Nenda kalale sasa. Uko kwa ujaba kijiko. Hata na wewe kunichanganya mambo ya ukoko ulipika wewe. Sasa wewe unapika wewe chakula. Mke wangu tumeenda juzi kuchukua mkopo, umeniaibisha. Sahihi tuna jina lako unashindwa kuliandika. Anko. Tumeenda juzi polisi. Tumefika polisi.
badala ya kutoa maelezo yanayoeleweka na ukaambiwa kusaini jina lako, unasaini vitu vya ajabu, hujui kusoma. Familia yangu wote hamjui kusoma. Kwa nini? Haya, chukueni sasa. Yaani hata kusema asante mnashindwa kusema asante? Hapana, tusamee tu, tusamee. Asante. Basi ngoja niendelee. Hapana. Baba Kairini, asante. Ukiniponza tena. Wewe umetosha, weka na huko. Ni kijiko kimoja kimoja tu. Bei ya chakula sasa hivi imepanda. Kesho nitakuwa na wageni, kwa hiyo tutaonana kesho. Matabaka yamezidi ndani ya familia zetu. Mala huyu timu mama, mala huyu timu baba. Wengine wanalisi mikoba ya uchawi kutoka kwa babu. Wengine wanalisi mikoba ya uchawi kutoka kwa bibi. Baba. Baba. Hivi kwa nini mama atulii nyumbani? Unamaanisha nini mwanangu Kairini kusema hivyo? Ukitoka we nyumbani na yeye anatoka. Mimi hapa nyumbani kama mlinzi. Baba, hiyo unaiona kweli ni sawa? Mwanangu Kairini, inaonekana kuna mambo mengi ambayo unayafahamu kuhusu mama yako. Hebu tukae tuyaongee vizuri. Nani zaidi kati ya mama na watoto? Nani zaidi kati ya baba na mama? Kwanza mama sasa hivi ametoka na begi. Je, unaweza kuniambia ameenda wapi? Kwani mama yako katoka? Ndiyo baba, amini ninachokuambia. Mimi nafahamu mwanangu kuwa ameenda kuoga. Ina maana hajatoka bafuni? Ndiyo, hayupo, kaondoka na begi. Tecnologia!
Aduh, bobo. Wajib Pak Widi dah tu. Tecnologia! 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 Chris, umevuta bangi tena eh? Nani zaidi kati ya mama na watoto? Nani zaidi kati ya baba na mama? Nani zaidi kati ya mama na watoto?